Katibu. Miswada ya sheria ya serikali. Muswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2025, The Finance Bill 2025, kusomwa mara ya pili. Waheshimiwa wabunge, sasa nimwite Mheshimiwa Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu aje awasilishe hoja inayohusu mswada huu. Mheshimiwa Spika, leo ni Jumatano tarehe 25 mwezi wa 6. Naomba kutoa hoja kwamba mswada wa sheria ya fedha mwaka 2025, The Finance Act 2025, pamoja na marekebisho yake usomwe kwa mara ya pili. Mheshimiwa Spika, awali ya yote napenda kutoa shukurani za dhati kwa kamati ya Bunge ya bajeti chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Oran Manase Njeza, mbunge wa Mbeya Vijijini, pamoja na makamu wake na kamati nzima kwa kujadili kwa kina mswada huu na kutoa ushauri kwa ajili ya maboresho. Mheshimiwa Spika, majadiliano yamefanyika ya kina sana. Jana tumemaliza saa 8 usiku, juzi ilikuwa saa 7 na siku kabla ya hapo. Jana jioni binti yangu kanitumia message, baba utarudi nyumbani, akidhani siku 2 hizi sikurudi. Mheshimiwa Spika, napenda kulihakikishia bunge lako tukufu kwamba mswada huu umezingatia kwa kiasi kikubwa ushauri na mapendekezo mazuri ya kamati. Aidha, kwa mara nyingine napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa waheshimiwa wabunge wengine wote ambao wamechangia katika hotuba ya bajeti ya serikali iliyopitishwa hapa bungeni jana tarehe 24 Juni mwaka 2025. Namshukuru pia mwanasheria mkuu wa serikali na mwandishi wa sheria na wataalamu wa Wizara ya Fedha na Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kuandaa mswada huu pamoja na marekebisho yake. Aidha, na washukuru wadau mbalimbali katika sekta ya fedha, biashara na sekta binafsi na wananchi kwa ujumla ambao kwa nyakati tofauti wametoa ushauri wao kuhusu mswada huu. Mheshimiwa Spika, nitoe pongezi za pekee kwa mnadhimu mkuu wa serikali kwa uratibu wake mzuri aliofanya katika zoezi zima hili la uandaji wa mswada huu na hadi kufikia hatua hii. Lengo la mswada huu ni kufanya marekebisho ya sheria mbalimbali za kodi na nyinginezo ili kuwezesha utekelezaji wa sheria ya bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026 niliyoiwasilisha bungeni tarehe 12 Juni 2025 na kupitishwa hapa bungeni jana tarehe 24 Juni 2025. Mheshimiwa Spika, mswada huu kama ulivyorekebishwa kupitia jedwali la marekebisho unakusudia kufanyiwa marekebisho sheria 33 ili kurekebisha baadhi ya viwango vya kodi, tozo na ada zinazotozwa chini ya sheria mbalimbali pamoja na taratibu za ukusanyaji na usimamizi wa mapato ya serikali. Mswada huu umelenga kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi hususan katika sekta za kimkakati ikijumuisha viwanda, kilimo, ufugaji na uvuvi, uchukuzi na usafirishaji pamoja na sekta za elimu na afya na kuboresha uzalishaji na kukuza uchumi jumla, kukuza ajira na hatimaye kuboresha maisha ya Watanzania. Hatua hizi zinalenga pia kuimarisha usimamizi na ukusanyaji wa mapato ya ndani ya nchi, kudhibiti upotevu wa mapato ya serikali na kuboresha mazingira ya biashara. Mheshimiwa Spika, sheria zifuatazo ni sheria ninazopendekeza kuzifanyia marekebisho. Sheria ya kwanza ni ya tozo za huduma za viwanja vya ndege sura ya namba 365, sheria ya Benki Kuu na taasisi za fedha sura namba 342, sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura namba 197, sheria ya leseni za biashara sura namba 101, sheria ya bajeti sura namba 439, sheria ya korosho sura namba 203, sheria ya ushuru wa bidhaa sura namba 147, sheria ya usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi sura namba 196,
sheria ya ushindani sura namba 285, sheria ya michezo ya kubahatisha sura namba 41, sheria ya kodi ya mapato sura namba 332, sheria ya udhibiti wa uingizaji wa bidhaa nchini sura namba 276, sheria ya bima sura namba 394, sheria ya uwekezaji wa maeneo maalum ya kiuchumi sura namba 6 ya mwaka 2025, sheria ya fedha za serikali za mitaa sura namba 290, sheria ya alama za bidhaa sura namba 85, sheria ya madini sura namba 123, sheria ya ada ya usajili na uhamishaji wa magari sura namba 124, sheria ya hifadhi ya taifa sura namba 282, sheria ya tume ya mipango sura namba 127, sheria ya mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro sura namba 284, sheria ya ada ya huduma za bandari sura namba 264, sheria ya fedha za umma sura namba 348, sheria ya mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma sura namba 371, sheria ya tume ya ukimwi sura namba 379, sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania sura namba 399, sheria ya bima ya afya kwa wote sura namba 161, sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438, sheria ya mamlaka ya majukumu ya usajili wa hazina sura namba 370, sheria ya reli sura namba 170, sheria ya tozo ya barabara na mafuta sura namba 220, sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura namba 148 na sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura 283. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa maudhui ya mswada huu umegawanyika katika sehemu 34 kama ifuatavyo. Sehemu ya kwanza yenye ibara ya kwanza na ya pili inahusu masuala ya utangulizi yanayojumuisha jina na tarehe ya kuanza kutumika kwa sheria, ambapo sheria itaanza kutumika tarehe 1 Julai mwaka 2025 isipokuwa pale ambapo inapendekezwa vinginevyo. Mheshimiwa Spika, sehemu ya pili yenye ibara ya 3 hadi ya 5 kama ilivyoboreshwa inapendekeza kufanya marekebisho katika sheria ya tozo ya huduma za viwanja vya ndege sura namba 365 kama ifuatavyo. Ibara ya 4 inapendekeza kurekebisha kifungu cha 3 ili kuongeza shilingi za Kitanzania 1000 katika tozo inayotozwa kwa kila abiria anayesafiri kwa ndege. Ibara ya 5 inapendekeza kurekebisha kifungu cha 7 ili kuianisha tarehe ya kulipa ada ya huduma ya bandari na tarehe ya kuwasilisha ritani kwa siku 20 ya mwezi baada ya kukusanywa kwa ada hiyo. Lengo la marekebisho haya ni kurahisisha ulipaji na kuboresha usimamizi wa kodi. Mheshimiwa Spika, sehemu ya 3 yenye ibara ya 6 na ya 7 kama ilivyorekebishwa inapendekeza marekebisho kwa kuongeza kifungu kipya cha 39A katika sheria ya Benki Kuu ya Tanzania na taasisi za fedha sura namba 342 ili kuiongezea majukumu bodi ya bima ya amana Deposit Insurance Board DIB ya kuweza kuongeza ukwasi kwa njia ya mikopo kwa benki au taasisi za fedha zenye changamoto ya ukwasi. Aidha, kupitia utaratibu huo benki au taasisi ya fedha iliyoongezewa ukwasi itakuwa chini ya usimamizi wa Benki Kuu. Lengo la marekebisho haya ni kuipa DIB nguvu ya uhalali wa kisheria kushiriki kikamilifu kwa kushirikiana na Benki Kuu katika kutathmini na kuamua hatua mwafaka ambayo inapaswa kuchukuliwa pindi benki au taasisi ya fedha inapokuwa hatari ya kufilisika. Mheshimiwa Spika, sehemu ya 4 yenye ibara ya 8 hadi ya 18 kama ilivyorekebishwa inapendekeza kufanya marekebisho katika Benki Kuu ya Tanzania sura 197 kama ifuatavyo. Ibara ya 9 inapendekeza kurekebisha kifungu cha 5 ili kuipa Benki Kuu jukumu la kumlinda mtumiaji wa huduma za kifedha na kuongeza masharti ya kuiwezesha Benki Kuu kutekeleza majukumu yake kwa uhuru. Ibara ya 10 inapendekeza kurekebisha kifungu cha 9 ili kubainisha majukumu ya bodi ya benki katika usimamizi wa Benki Kuu, kuongeza idadi ya wakurugenzi wasio watendaji katika bodi ya benki, kuongeza muda wa uhudumu wa wajumbe wa bodi ya benki na kuweka utaratibu wa kufanya uteuzi wa wajumbe wa bodi vipindi tofauti. Lengo la marekebisho haya ni kuongeza ufanisi katika utendaji wa bodi ya Benki Kuu. Ibara ya 11 inapendekeza kurekebisha kifungu cha 12 kwa kufuta na kuandikwa upya ili kubainisha muundo na ukomo wa muda wa majukumu ya kamati ya sera ya fedha na kamati ya ukaguzi. Lengo la marekebisho haya ni kubainisha masharti kuhusu kamati ya sera ya fedha na kamati ya ukaguzi, kuchochea ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya kamati husika. Ibara ya 12 inapendekeza kuongeza kifungu kipya cha 12A ili kuipa bodi ya Benki Kuu mamlaka ya kuanzisha kamati nyingine kwa ajili ya kuiwezesha kutekeleza majukumu yake. Ibara ya 13 inapendekeza marekebisho ya kifungu cha 19 ili kubainisha muda ambao waziri wa fedha anaweza kutoa dhamana
ili kurejesha mtaji wa Benki Kuu. Lengo la marekebisho haya ni kuimarisha ulinzi wa kisheria wa uhuru wa kifedha wa Benki Kuu na kuweka muda ambao waziri wa fedha anatoa dhamana za kibenki ili kuongeza mtaji wa benki pale inapobidi. Ibara ya 14 inapendekeza marekebisho ya kifungu cha 20 ili kubainisha sifa za maafisa walio katika kitengo cha ukaguzi wa ndani, uteuzi na muda wa mtumishi wa mkuu wa kitengo cha ukaguzi wa ndani. Ibara ya 15 inapendekeza marekebisho ya kifungu cha 38 ili kuwezesha shughuli za uondoaji na uhamishaji wa fedha kati ya taasisi za kifedha, wakiwemo watoa huduma za fedha kwa njia ya elektroniki, waunganishaji wa malipo pamoja na kampuni za teknolojia ya kifedha. Lengo la marekebisho haya ni kuwezesha kusomana kwa mifumo ya malipo na mifumo mizima ya kifedha. Ibara ya 16 inapendekeza kurekebisha kifungu cha 40 ili kuongeza wigo wa mikopo ya dharura inayotolewa na benki kwa taasisi za fedha na mabenki kama mkopeshaji wa mwisho. Ibara ya 17 inapendekeza kurekebisha kifungu cha 60 ili kuainisha wajibu wa Benki Kuu katika uandaji wa bajeti ya serikali, sheria ya fedha na mambo mengine yanayoathiri kazi na mamlaka na wajibu wa Benki Kuu. Lengo la marekebisho haya ni kuongeza ushiriki wa Benki Kuu katika nyanja zinazohusiana na majukumu ya Benki Kuu. Mheshimiwa Spika, sehemu ya 5 yenye ibara ya 19 hadi 20 kama ilivyorekebishwa inapendekeza marekebisho kwenye kifungu cha 60 cha sheria ya bajeti sura namba 439 ili kuweka sharti la mashauriano baina ya waziri mwenye dhamana na masuala ya fedha na wizara na taasisi za serikali, wakala au mamlaka za serikali kabla wizara au taasisi hizo za kuanzisha tozo, ada mpya au wakati wa kufanya mabadiliko yeyote ya viwango vya ada au tozo. Lengo la marekebisho haya ni kuipa Wizara ya Fedha nguvu ya kisheria ya kutekeleza majukumu yake ya usimamizi wa mapato ya serikali, ikiwemo kufanya tathmini ya athari au faida ya viwango vya ada, tozo zinazopendekezwa. Hatua hii haitahusisha utaratibu wa uanzishwaji wa marekebisho ya tozo ama ada za halmashauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, sehemu ya 6 ya ibara 21 hadi 23 kama ilivyorekebishwa inapendekeza kufanya marekebisho katika sheria ya leseni za biashara sura namba 101 kama ifuatavyo: kubainisha kwenye kifungu cha 3 tafsiri ya maneno non-citizens ndani ya sheria hiyo. Ibara ya 22 inayopendekeza kurekebisha kifungu cha 4 ili kuziondolea mamlaka za utozaji leseni uwezo wa kufunga biashara pale mfanyabiashara anapokiuka masharti ya leseni. Lengo la marekebisho haya ni kuweka mazingira bora ya kibiashara. Ibara ya 23 inapendekeza kurekebisha kifungu cha 14 ili kwanza kuweka sharti kwa mamlaka za utozaji leseni kutoa leseni za biashara kwa raia wa kigeni kabla ya biashara zinazoruhusiwa kufanywa na raia hao. Pili, kumpa waziri mwenye dhamana ya biashara mamlaka ya kuainisha biashara ambazo hazipaswi kufanywa na raia wa kigeni. Lengo la marekebisho haya ni kulinda ajira za Watanzania na kuweka mazingira bora ya ufanyaji biashara baina ya Watanzania na raia wa kigeni. Aidha, utaratibu wa utekelezaji wa mapendekezo haya utafanywa kupitia amri itakayotolewa na waziri mwenye dhamana ya masuala ya biashara ili kubainisha orodha ya shughuli za kibiashara ambazo hazipaswi kufanywa na wageni. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, sehemu ya 7 yenye ibara ya 24 na 25 kama ilivyorekebishwa inapendekeza marekebisho katika kifungu cha 18 cha sheria ya korosho sura namba 203 ili kumwezesha kamishina mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania kuweka mapato yanayotokana na tozo ya korosho kwa kipindi cha miaka 4. Lengo la marekebisho haya ni kuwezesha bodi ya korosho kupata mapato haya kwa wakati, kuchochea maendeleo ya sekta ya korosho. Mheshimiwa Spika, sehemu ya 8 yenye ibara ya 26 hadi 34 kama ilivyorekebishwa inapendekeza marekebisho ya sheria ya ushuru wa bidhaa sura namba ya 147 kama ifuatavyo. Ibara ya 27 kama ilivyorekebishwa inapendekeza kurekebisha kifungu cha 2 ili kubainisha ndani ya sheria tafsiri ya maneno financial institution. Ibara ya 28 kama ilivyorekebishwa inapendekeza kurekebisha kifungu cha 10 ili ukomo wa leseni kwa wazalishaji wa bidhaa zinazotozwa ushuru wa bidhaa kuwa miezi 12 tangu tarehe ya kutolewa badala ya leseni kufikia ukomo mwisho wa mwaka. Hatua hii inatoa nafuu kwa wazalishaji na kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara.
Ibara ya 29 kama ilivyorekebishwa inapendekeza kifungu cha 126 kukirekebisha, kwanza kufuta pendekezo la kuongeza ushuru wa bidhaa kwenye huduma ya mawasiliano ya kielektroniki kutoka 17% hadi 17.5%. Tunafuta pendekezo hilo la kuongeza ushuru wa bidhaa kwenye mawasiliano. Pili, kuboresha tafsiri ya maneno dutiable value kwa ajili ya ushuru wa bidhaa katika mawasiliano ya kielektroniki. Na tatu, kuongeza katika wigo wa kodi huduma za fedha na malipo ya kutumia mifumo binafsi. Na nne, kuongeza ushuru wa bidhaa katika malipo ya kutazama vipindi vya televisheni vinavyopimwa kutoka 5% hadi 7%. Tano, kutoza ushuru wa bidhaa wa 20% kwenye vyombo vya nyumbani vinavyotumika na vinavyoingizwa kutoka nje ya nchi. Lengo la marekebisho haya ni kupunguza utumiaji wa bidhaa hizi ambao una madhara kiafya, kulinda viwanda vya ndani na kuongeza mapato ya serikali. Aidha, anapendekeza kufuta pendekezo la kutoza ushuru kwa kiwango cha shilingi 22,000 kwa kila tani ya hewa ukaa iliyoanzishwa kwenye makaa ya mawe na gesi asilia iliyobainishwa kwenye ibara ya 29E ya mswada kama ambavyo bunge lilivyoshauri. Lengo ni kupunguza gharama za makaa ya mawe na gesi asilia ili kuendana na azma ya serikali na ajenda ya kimataifa kuhusu matumizi ya nishati safi. Mheshimiwa Spika, serikali sikivu imesikiliza maoni ya waheshimiwa wabunge. Vilevile, hatua hii inalenga kupunguza gharama za uzalishaji kwa viwanda vinavyotumia makaa ya mawe kama chanzo cha nishati. Ibara ya 30 hadi 31 kama ilivyorekebishwa inapendekeza kurekebisha vifungu vya 128 na 129 ili kubadilisha tarehe ya ukomo wa kufanya malipo ya ushuru wa bidhaa, ukomo wa airisho la kulipa ushuru kutoka siku ya mwisho mwisho wa mwezi hadi tarehe 25 ya mwezi unaofuata kwa lengo la kuainisha tarehe ya uwasilishaji wa ritani pamoja na kuweka ukusanyaji wa mapato ya serikali kwa wakati. Ibara ya 32 inapendekeza kurekebisha kifungu cha 132 ili kujumuisha mvinyo unaotambulika kwa heading 2205 kwenye wigo wa bidhaa za mwisho ambazo hutumia pombe kali ya kilevi zaidi ya 80%, yani ethane, ambapo wazalishaji wa bidhaa hiyo wataruhusiwa kurejesha ushuru wa bidhaa duty offsets uliolipwa wakati wa ununuzi wa malighafi inayotumika katika uzalishaji. Lengo la marekebisho haya ni kuzuia ulipaji wa ushuru wa bidhaa mara mbili kwa bidhaa moja na hivyo kuboresha mazingira ya ufanyaji wa biashara hapa nchini. Ibara ya 33 kama ilivyorekebishwa inapendekeza kurekebisha kifungu cha 146A ili kuweka msamaha wa ushuru wa bidhaa kwenye unnatured ethyl alcohol inayotumika kwa matumizi mengine yasiyohusu uzalishaji wa vilevi, mathalan uzalishaji wa ladha ya vyakula, yani food flavors, kama vile kokoa, vanilla na kahawa. Bidhaa hiyo inayotambulika kwa HS code 22071000. Msamaha husika utatolewa baada ya kupata ridhaa ya waziri mwenye dhamana ya masuala husika kuhakikisha msamaha unatumika kama ilivyokuwa umekusudiwa na si vinginevyo. Lengo la hatua hii ni kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza ushindani wa viwanda hivyo pamoja na kuongeza fedha za kigeni kwa kuwa bidhaa husika kwa kiasi kikubwa zinauzwa nje ya nchi. Ibara ya 34 kama ilivyorekebishwa inapendekeza kurekebisha jedwali la 4. Mosi, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha shilingi 500 kwa kila kilo ya siagi majarini inayoingizwa nchini na inatambulika kwa heading 1517. Lengo la hatua hii ni kulinda wazalishaji wa ndani wa siagi ya karanga kwa kuwa bidhaa hiyo hutumika kama mbadala wa majarini. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye soseji ya bidhaa zingine zinazofanana na hizo zinazozalishwa nchini na 10% kwa zile zinazoagizwa kutoka nje ya nchi. Bidhaa hizo zinatambulika kwa HS code 16010000. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali, kuvutia uwekezaji nchini na kulinda wazalishaji wa ndani. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha shilingi 50 kwa
kilo ya crisps zinazozalishwa nchini na 100 kwa kilo ya crisps zinazoingizwa kutoka nje ya nchi. Bidhaa hizo zinatambulika kwa HS code 1905-9090, 2005-2000 na 2008-9900. Lengo la hatua hii ni kupunguza athari za kiafya ikiwemo ongezeko la uzito, yani obesity, zinazotokana na matumizi ya bidhaa hizo pamoja na kuongeza mapato ya serikali. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye ice cream zinazotengenezwa nchini kwa kutumia kakao na malighafi nyingine na 10% kwa zile zinazoingizwa kutoka nje ya nchi. Bidhaa hizo zinatambulika kwa HS code 2005-0000. Lengo la hatua hii ni kupunguza athari za kiafya zinazotokana na matumizi ya bidhaa hizi, kuongezeka mapato ya serikali na kulinda uzalishaji. Mheshimiwa Spika, ya 5 ni kuanzisha ushuru wa bidhaa wa shilingi 134.2 kwa kila lita kwenye vinywaji vya kuongeza nguvu, yani energy drinks, vyenye kafeini isiyozidi kiwango cha 300 parts per million vinavyozalishwa ndani ya nchi. Hivi sasa vinywaji hivi havitozwi ushuru wa bidhaa. Lengo la hatua hii ni kupunguza athari za kiafya zinazotokana na matumizi ya bidhaa hizi na kuongeza mapato ya serikali. Mheshimiwa Spika, kuongeza ushuru wa bidhaa kwa shilingi 10, 15 na 25 kwenye lita ya bia, mvinyo na vinywaji vikali mtawalia. Lengo la marekebisho haya ni kupata mapato kwa ajili ya kugharamia huduma za afya ikiwemo udhibiti wa maambukizi ya ukimwi na kuongeza vyanzo vya kugharamia bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Spika, lingine ni kupunguza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye undenatured ethyl alcohol yenye kilevi cha 80% na zaidi inayotoka nje ya nchi kutoka shilingi 7,000 hadi shilingi 5,000 kwa kila lita na kutoa shilingi 5,000 hadi shilingi 4,000 kwa kila lita kwa alcohol yenye kilevi cha 80% au zaidi inayozalishwa ndani ya nchi, na bidhaa hiyo inatambulika kwa HS code 22071000. Lengo la hatua hii ni kuweka unafuu katika ulipaji wa ushuru wa bidhaa wa awali wa kiwanda na kuendelea kulinda viwanda vya ndani. Kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye gesi asilia kutoka shilingi 0.45 kwa kila futi za ujazo cubic feet hadi shilingi 0.55 kwa kila futi za ujazo. Lengo la hatua hii ni kulinda thamani ya fedha kwa ajili ya kiwango cha sasa cha kubadilishana fedha takriban miaka 8 na hakiendani na hali ya uchumi wa kipindi hicho. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye sabuni zinazoingizwa kutoka nje ya nchi zinazotambulika kwa HS code 33011100 3401 1900 3402 5000 3402 9000. Lengo la hatua hii ni kulinda wazalishaji wa ndani na kuongeza ajira. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 25% kwenye baruti fireworks zinazozalishwa nchini na zinazoingizwa kutoka nje ya nchi zinazotambulika kwa HS code 36041000. Lengo la hatua hii ni kupunguza athari za kimataifa za kimazingira ikiwemo uchafuzi wa hali ya hewa zinazotokana na matumizi ya baruti hizo wakati wa sherehe mbalimbali. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha shilingi 400 kwa kila kilo ya viberiti vinavyoingizwa nchini vinavyotambuliwa kwenye HS code 36050000. Lengo la hatua hii ni kulinda viwanda vinavyozalisha viberiti nchini dhidi ya bidhaa zenye ruzuku kutoka nje na hivyo kuwa na ushindani sawa katika soko. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye vito bandia vinavyotengenezwa na vinavyoagizwa kutoka nje ya nchi vinavyotambulika kwa heading 7117. Lengo la hatua hii ni kuongeza wigo wa kodi na mapato ya serikali. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 30% kwenye vifaa vya sigara za kielektroniki, parts of electronic cigarettes, vinavyotambulika kwa HS code 85439000 na vimiminika vya sigara za kielektroniki, electronic cigarettes consumable liquids, vinavyotambulika kwa HS code 24041200. Lengo la hatua hii ni kupunguza athari zinazotokana na matumizi ya bidhaa hizo na kuongeza wigo wa kodi. Na kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye samani, yani furnitures, zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa heading ya 9401 na
0.03 kutoka asilimia 20 hadi 25. Lengo la hatua hii ni kulinda watengenezaji wa samani nchini na kuvutia uwekezaji hapa nchini na kuendana na kukuza sekta zinazofungamana na uzalishaji husika. Mheshimiwa Spika, sehemu ya 9 yenye ibara ya 35 hadi 37 kama ilivyorekebishwa inapendekeza marekebisho ya sheria ya usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi sura namba 196 kama ifuatavyo. Ibara ya 36 inapendekeza marekebisho ya kifungu cha pili kwenye tafasiri ya neno kamishna ili kumtambua kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania ambaye ni mkusanyaji mkuu wa kodi hiyo. Ibara ya 37 kama ilivyorekebishwa inapendekeza kurekebisha jedwali ili kuweka tozo ya usafirishaji wa bidhaa kwenda nje ya nchi kwa kiwango cha 30% au shilingi 150 kwa kilo moja kutegemea na kiwango kilicho kikubwa kwenye vinia mbao laini inayotambulika kwa heading 4408. Lengo la marekebisho haya ni kulinda viwanda vya ndani na kurekebisha na kuhakikisha upatikanaji wa malighafi kwa viwanda vya ndani na bidhaa za Polywood na Marine Board zinapatikana. Mheshimiwa Spika, sehemu ya 10 yenye ibara 38 na 39 kama ilivyorekebishwa inapendekeza marekebisho ya kifungu cha 79 ya sheria ya ushindani sura namba 285 ili kubainisha kuwa mapato ya tume ya ushindani yanapaswa kujumuisha 1.5% ya ada zinazotokana na leseni za biashara badala ya utaratibu wa sasa uliopo ambapo wanapaswa kuwa na si zaidi ya 2.5%. Aidha